kijijini kwetu kuna siri gani iliyojificha? Mbona hivi kila siku hayaishi majanga kijijini kwetu? Nakuelewa mwanangu. Kifua mwanangu. Naisikiaje sababu naisikiaje. Unajua nini mwanangu? Bila mzee mwanangu. Moyo. Nichane mwanangu, nichane mwanangu vida. Hapo ndo sikijiwe. Twende kwa mwanangu sana kule mwanangu au wapi? Kwa mzee Kinonga tukaanza kizinde kwa. Ila mwanangu nakumbuka mwanangu nitalivuruga pale mwanangu tutaelewana mwanangu Kinonga ndo nani mwanangu Kinonga na kusumbua mwanangu. Ganja kali babu ana ganja kali yule babu ana ganja. Utaiona. Basi bali. Sasa tunataka tukutana kwa mzee. Odi. Mambo. Niambie. Kaishi mzima? Mimi mzima. Kumbe unaishi hapa? Kuna mpa chako hivi? Umefua kuniangalia mimi ama umefua kuangalia mazingira nayo? Kuna pachafu? Huyu nani tena? Huyu babu. Ente. Umefika kuangalia mazingira au umefika kuangalia nini? Unajitaka ujitaki? Binti, unajitaka ujitaki? Kama kuna, ngoja nikuache. Disco liingia Masai. Ni ndo ambia katika kijiji hiki. Inabidi wakomeshe. Vitu mzendo leo. Ni kwangu. Huyo nani huyo? Huyu nimesoma naye bali. Watu wengine nitafika kufanya kitu kibaya. Nitaziba midomo. Nitaziba midomo mjukuu wangu. Vitu msendolele. Katika nguru katika imani kwangu. Kuwa na amani sawa. Ndio mjukuu wangu. Nenda ndani mjukuu wangu. Sawa bana. Vitu msendolele. Sana yule mwanangu nani sasa yule mwanangu mbona sielewi yani. Shombe la usoye. Hapo shombe bila kuangalia bila kutusheti kama la CCM ni yeye mwanangu shombe. Unachika gani kweli mwanangu? Unajua nini? Nilitoka kubishana na Mungu, kuna mtu alikuwa ameniharibia sana mimi na mawe sielewi. Unajua zile. Bwana kwa mademu ya nini tena mwanangu? Wewe mwanaume mwanangu sio mwanamke na kingine mwanangu. Usikia? Kwani kuchane. Sema nini mwanangu? Kwani kuchani cha kufanya mwanangu hapa sasa hivi tukamwangalia tukamgeuza tumwangalia ni yeye kweli au raia nani? Au sio mwanangu? Balida mwanangu balida. Ila mwanangu jiangalie. Nasijua hizo babu nasijua hizo. Au sio mwanangu? Chote yeye mwenyewe mwanangu mwanangu. Niko niangalia kazi yako. Imefanikishwa. Bintu mzendolele. Katika watu, katika wakulu, katika imani. Hakuna kunitisha. Naona dawa. Mimi anda kufanya kazi.
Oya babu pita basi tu kumcheki, pita basi kumcheki mwanangu, tunajua zile. Babu mshtue kwanza, mshtue mwanangu, tuangalie mwanangu. Amededi wewe mwanangu. Amededi mwanangu, amededi mwanangu, hapa amekata moto. Wewe muone, hapa tuwe msaada. Hapa tuwe msaada. Au sio mwanangu? Ndio mbaya. Japokuwa anasema huruma sio malezi. Ila sisi tufanye kuwa malezi mwanangu. Poa mwanangu, ndiisha mwanangu. Kila mwanangu wewe. Kila mwanangu wewe. Oya shombe shombe. Shombe shombe. Shombe shombe. Oya mwanangu, shika mkono huu hapo. Ndio mwanangu, mbona ieleweke wewe babu? Oya mwanangu, kila mwanangu angalia mwanangu, sije tukafanya mambo yale. Ieleweke. Mtu ana kilo kama nini tujui mwanangu, kilo nyingi. Mbona unabwanda mwanangu? Anakuwa anakula mawe wewe. Anakula mawe vipi mwanangu huyu mwanangu, simuelewi mwanangu bwana wewe. Waleza maembe hivi babu. Au ndio hiyo ndio ile. Akula mashinde yetu hapo wewe. Mwanangu kama mtu gani? Mke wangu. Hivi lile jambo la kuhusu yule mpangaji mpaka leo lilifuatilia? Ndiyo mume wangu. Yule binti bwana mimi nilimfuatilia na nilimfuatilia sana. Na unakumbuka ule muda tumelala huko ndani? Zile kelele ulikuwa unazisikia? Mimi nilitoka nje. Na kweli nilipotoka nje nikamkuta yule binti amesimama kwenye mlango wa chumba chake. Akiwa anacheka na kuongea mwenyewe anajifikiria kwa yale aliyoyafanya. Jamaa kadari tu tunaomba mwanangu yani lazima ni mwage. Jamaa kalegea, kalegea. Jamaa kalegea. Mwenyekiti tu wale wanaondoka yani waeleweke mwenyekiti kama yani. Wewe mwenyekiti. Wewe mwenyekiti. Mwenyekiti mbona yeye mwenyeji wale kama vipi unasali? Sala babu sala. Sala mwenyekiti sala. Nini tena? Taki mwenyewe aliyekuta nini? Kuna nini? Hebu wakeni kwanza hapo. Pendeza unatulia. Wacheni hapo atulie. Kuna nini hapa? Atuelewe yani mwenyekiti, tumekuta mtu mzima pale atuelewe yani, unajua zile? Mbona yeye alivyolegea huyu hapa mwenyekiti? Nataka nijue sehemu gani ambayo mmemkuta? Shambani akiwa analima au mmemkuta hapo uko nani au mmemkuta sehemu gani kwanza akiwepo wapi? Bado sijawaeleweni hapo. Sikiza mwenyekiti, nikuchane basi jisilivyo yani mwenyekiti. Sisi tutoka mambo yetu fuata tumekimbizwa na nini tunajua zile. Sasa tunaangalia mbele yetu tukumcheke usoni. Kumbe shombe sema ila samani mwenyekiti. Ndio. Shombe mjui. Ila tukijana mtaani sio wapi tumjui atuelewe yani. Mimi nilipofika pale nikamuuliza, "Wewe binti kuna nini hapa?" Yule binti alivyonijibu, akaniambieje? "Wewe mama vipi? Mimi sina kulipa pango." Nikamuelekeza, "Ni kweli mimi wewe unanilipa pango, lakini kaa ukijua humu ni ndani mwangu." Umeona? Nilivyomwelekeza hivyo, yule binti akaonesha kwamba anadharau sana na alinidharau, lakini mimi mume wangu nilimuelekeza ukweli wote. Hivi kitu gani hasa yule binti kinachompa kiburi na ambao kutokea kujibishana na wewe? Kwa sababu ujasiri unapotoa si ufahamu, na pia mfika hapa alikuja mikono nyuma. Hivi hela anaitoa yeye shilingi ngapi? Yana samanisha kwamba hela alitoa na nyumba hii inafanana samani? Na kwa nini mpaka anachukua jukumu kama hilo? Yaani mume wangu kwa kweli nashindwa kumuelewa yule binti. Anadharau sana yule binti. Ameshasahau kwamba alifika hapa na akaomba sana msaada. Yaani sijui hata tufanyeje, lakini mimi nakuomba tu hem tujaribu kwanza kuendelea kumchunguza. Najua siku za mwezi ni 40. Nadhani hata hilo mume wangu wewe unalijua. Kweli. Kwa mimi nilikuwa naomba tu tuendelee kumchunguza, tumchunguze ndani ya hizo siku mbili zinazopita. Tukiona kwamba binti haeleweki, tufukuze. Hilo jambo mimi nakuomba niachie mimi. Mpango mimi nakuelewa sana. Ila nakuomba jambo hili tumia subira, usikue jazba. Maana kila kitu Allah huwa anakileta kwa makusudio maalum. Nyumba nyingi sana kapita hapa kijijini mpaka afike kwetu sisi. Huwezi kujua Mungu riziki yake yeye kama kampa hapa, na kama sivyo shangaa maisha yake ataendesha kupitia hapa. Kwa hiyo tuwe na subira kupitia hili, tuangalie Mungu jambo gani ambalo atashusha la heri kwa upande wetu na upande wake yeye. I say. Kisha bwana. Sasa cha kufanya hapa Kila noma mwenyekiti chapu basi. Unajua nini mwanangu Somo?
navyomjua huyu mwenyekiti inawezekana katokea hata msosi, tunajua zile. Mwanangu na njaa mwanangu, umeniotea yani kama umelocha mwanangu, mpange basi tujue. Haina noma babu, haina noma. Mwanangu unajua nini? Huyu atakuwa kwa kutuna kitu kibaya sana mwanangu. Sasa kitu gani hicho? Sema mwenyekiti atajua. Kwa kaini kwanza hapa. Sawa. Haina noma bwana. Unatulia. Unatulia kwanza. Unatulia kwanza. Unatulia. Mwanangu nini tena mwanangu? Mwanangu. Hamna ugali. Ugali mwanangu. Unajua kuongea sana. Sasa nina mashaka na nyinyi. Sasa mashaka gani mwenyekiti? Mashaka gani mwenyekiti? La kwanza, mumemleta kwa sababu ya kujitetea. Huenda nyinyi mumemfanya kitu kibaya, mnakimbilia polisi mapema. Jambo la pili, ninalo mwenyewe ninaloliwaza katika kijiji hiki. Na jambo la tatu, kwa nini mnitia hofu na mashaka? Kati mimi inasikitika kuhusu mmemleta mtu hapa. Na bado mnaniulizia swala la ugali. Je, kwa kazi gani mlioifanya? Alikuwa mzito sana? Huyu mtu kwa kila alizokuwa nazo sielewi. Na hisi huyu kama ana ujauzito, kumbe ni mwanaume. Yaani huyu kwa kila alizokuwa nazo sawa mwenyekiti. Na mashaka nayo. Akapimwe. Kuna kitu kingine anacho. Ana kio huyo. Sasa mkono vipi mwanangu? Acheni sana maneno ya uni jamani vijana. Tukala kidude pale. Hata 2 kama unayo hapa. Tusaidie mwenyekiti. Sasa mnaleta utoto hapa. Si kama kijana wako. Unaleta utoto hapa. Nitawafungeni wote. Nitawafungeni wote sasa. Kila barida. Na nyuma hii. Barida mwenyekiti barida. Kila mkamwe vizuri wa mazingira yote. Na nyuma hii. Ila kaa naye vizuri kiumakini ili umchunguze kiupana, upate uthibitisho ambao umjifunga. Ndipo utakaponileta mrejesho, nitaangalia kama mrejesho ule niletea upo sahihi, basi mimi kama kumfukuza nitamfukuza. Basi sawa mume wangu, mimi nimekuelewa. Na nakusikiliza sana kwa sababu si mume wangu. Mimi hilo jambo unaloniambia mimi nitamwangalia, nitafanya kama mdogo wangu, nitamfanya kama mwanangu. Nitamlea vizuri na tutaishi vizuri. Na kila lilokuwa linaonekana basi mimi nitakuwa nakuja kukupa taarifa. Wewe ndio mwenye maamuzi yote. Sawa mke wangu, kwa hilo nashukuru, ila sasa zingatia swala 5. Haina shida mume wangu. Unaposwali swala 5, Mungu jambo analipenda na unaepuka na mengi. Kweli mume wangu, mimi nimekuelewa. Basi sawa, mimi nashukuru kama umenielewa. Nakutakia ushindi salama. Na maisha mengine yaendelee. Amani itawale huko ndani. Sawa mume wangu. Basi nenda kwanza kale chakula. Basi sawa, nashukuru. Ngoja nikapate chakula na hata hivi nenda kwa rafiki yangu kule nikapoteze muda kidogo. Basi sawa, mimi niko hapa pata sisi sehemu. Haya, kaniandalie kwa chakula nipate kula. Basi sawa. Hivi yule mzee kwa nini anafanya haya yote? Anaingilia serikalini, anaingilia kwa raia wa kawaida, na viongozi wa serikali tunamwogopa, watu mtaani wanamwogopa. Ana uchawi wa aina gani yule mzee? Hii si hali ya kawaida. Huu ni uchawi. Huu ni uchawi, sio hali ya kawaida. Lakini sawa, nimsaidie kwanza huyu akae ndani, alafu tujue kinachofuata. Kijijini kwetu kuna mila gani zilizokosea? Mbona sisi tunayapitia majanga? Ficha malazi kifo cha mbwa, mwishowe huwa majuto tu.